Najua yanayofanya yampendezi Mungu, ila mimi nafanya niladi moyo tulie. Nashindwa zuia tamaa, najua riziki mafungu langu nilipata nikalitupa mbali, ndo linafanya nilie. Tiktak, tiktak, Mungu amebadilisha mambo. Tiktak, tiktak. Nimekuwa mnyonge, heshima iko wapi? Imeshapotea. Nimenyang'anywa tonge, dunia iko kichwani inanielemea. Kusema malipo duniani, leo najionea kwa macho. Kwa uzembe niliofanya, nimepoteza mtu nayempenda. Tena nilimpa thamani, tukala mpaka na kiapo. Leo siamini macho yangu, ameniacha ameenda. Hase najibebesha furaha inakataa, bado nazidi kuwa mnyonge. Inakataa. Siku zingerudi nyuma, nipate japo msamaha. Nikiri makosa yangu ni muombe msamaha. Mimi mwenyewe najishanga, najua yanayofanya yampendezi Mungu, ila mimi nafanya niladi moyo tulie. Nashindwa zuia tamaa, najua riziki mafungu langu nilipata nikalitupa mbali, ndo linafanya nilie. Tiktak, tiktak, Mungu amebadilisha mambo. Tiktak, tiktak, amebadilika mambo. Tiktak, tiktak, imebuma mipango. Tiktak, tiktak, Mungu amebadilisha mambo. Mume wangu. Mume wangu sinaongea na wewe na kuita lakini. Nakusikia. Sasa najibu kwa ukali. Sasa nimekuwa na shida na hela ya kwenda kusuka. Na nywele zilizofunguka zinaniwasha kani. Hivi
akili sawa kweli? Nilitegemea unaamka na kunipa majibu ya kile ambacho nimekuambia jana. Alafu mwisho wa siku unakuja kuniambia mambo ya kusuka. Ni mambo yanahusu nini? Lakini mume wangu, kwani tushaongea kuhusu swala? Kwani huwezi kuongea bila kunigusagusa? Mimi naomba hebu angalia kwanza mume wangu. Hatuna hata mtoto. Yaani kabisa makazania swala mimi kutoa ujauzito. Kwa hiyo wewe bado unaendelea na fikra zeze? Oa. Mimi msimamo wangu bado ule ule. Chagua moja kati haya mawili. Kutoa hiyo mimba ili ubaki na mimi hapa nyumbani kama mumeo. Haura. Baki na mimba yako ili mimi unikose. Lakini mume wangu, mbona kazania swala kutoa ujauzito? Hivyo ndio atakuzaliwa nani? Wewe sikujua Mwenyezi Mungu anatupangia kitu gani? Mimi siwezi kutoa hiyo ujauzito. Yaani mimi msomo wangu uko pale pale. Ujui Mungu ametupangia kitu gani? Labda atakuzaliwa rais, labda waziri mkuu, labda mtu mkubwa maarufu duniani hapa. Ha. Sasa hilo jambo mimi lina faida gani kwangu labda? Yaani mtu awe rais, hawe mbunge, hawe waziri mkuu, hawe sijui msanii maarufu kiasi gani, mimi sioni kama lina faida kwangu. Yaani ni heri mimi nipate mtoto ambaye ni mkulima lakini nahakikisha kuwa ni damu yangu, kuliko kuendelea kukumbatia mtoto rubani hali ya kuwa mimi sio damu yangu. Mimi sio mpumbavu kiasi hicho. Unafikiri mimi mtoto nitampenda na nitakuwa namtazama kwa jicho zuri? Mimi msimamo wangu ndio huo na sina lingine. Kama umeshindwa kabisa, naomba nikirudi nisikukute. Kusanya kile kilicho cha kwako, ondoka. Kama Mungu anafikia huko kote huko. Mimi mwenyewe najishangaa. Najua anayofanya yampendezi Mungu, ila mimi nafanya liladi moyo utulie. Nashindwa zuia tamaa. Najua riziki mafungu langu nilipata nikalitupa mbali. Ndo linafanya nilie. Tik tak tik tak. Una uhakika na ulichokiomba ndio hicho hicho? Ndio. Sawa. Inawezekana, ila sharti lake ni dogo tu. Zinatakiwa mbegu za mume wako. Sawa, lakini mimi mume wangu hayupo. Kama yeye hayupo, hata za mtu mwingine yoyote, ila sharti ufanye na wewe. Danga, lakini mimi ni mke wa mtu. Sawa, lakini sasa tunataka iwe hivyo. Lazima ufanye hivyo. Haya, sawa. Umenielewa? Umenielewa kweli na uhakika? Ndio. Sawa, hilo leta. Kanisubiri nje. Yaani wepesi wa jambo lako ni wewe mwenyewe waraka wako. Sawa, nitajitahidi maana jambo lenyewe ni gumu kweli kwa upande wangu. Na kama ukiona ni ngumu zaidi basi ni vizuri hata ungefanya na mimi. Kama ungefanya na mimi wewe mwenyewe utakuwa vizuri. Kwa hiyo mimi nifanye na wewe? Ndio, alafu sasa mimi si ndio mganga mwenyewe. Manake kuna njia ambazo zitakuwa zina rahisi zaidi tofauti na au nje kile kuweka. Sasa subiri kwanza niende nikahangaike kwa nikifanikisha nitakuja, nikifanya nitakujulisha. Basi sawa, ila jitahidi ndani ya wiki.
Basi sawa, safari njema. Asante. Kizito, nimekuita hapo kwa jambo moja tu. Mwambie mke wako akae mbali na mume wangu. Bado mume wangu namhitaji. Maki nyumbani akunogi, jiko haliwaki, yaani akuliki akulaliki. Mume wangu yaani inafikia tu mpaka mume wangu anaama ndani kwa ajili ya mke wako wewe. Tena nakutuma wewe mumewe. Mwambie mke wako achane na mume wangu. La sivyo nitakuja kufanya kitu kibaya. Nitakuja kusahau. Kwa hiyo Ena, unafikiri moto unaowaka ndani ya nyumba yako, wewe unaamini kwangu mimi inanyesha mvua? Kizito, subiri. Unajua unafika wakati mimi najilaumu hata nilikuwa nakuchokozea nini? Kwa sababu mimi ndo yangu wenyewe imevurugika. Mimi sina amani kwenye maisha yangu. Yaani unafika wakati mimi nakuchukia. Yaani naona kabisa kwamba wewe umeniharibia maisha ya ndoa yangu. Wewe ndio umeharibu ndoa yangu. Wewe ndio umeharibu maisha ya kwangu mimi na mume wangu. Umeharibu ndoa yangu. Ena. Afa wewe unakuja kunilaumu. Unanilaumu kati ya mwenyewe. Subiri nikwambie. Kwenye maisha yangu mimi wewe unafahamu nini? Kwa nini kusimulia baadhi ya matukio? Mume wako amenifanyia unyama. Ameingia gesti na mke wangu. Akajidai ni mteja, nimemfuata, kumbe ni mke wangu. Nimevumilia. Mumeo huyo amemtorosha mke wangu, amekaa naye wiki moja na nusu, ikiwezekana na zaidi. Utafikiri kama mahali tumelipa wote. Isitoshe, mumeo amempa mimba mke wangu. Nini wewe? Ina maana mke wako wewe ana mimba mume wangu mimi? Hena, nakuchukia. Laiti kama usingenikubali. Hii TikTok iliyopigwa kwa mume wako ikanirudia. Unaazimu wewe. Wewe si ndio unakuja kunitaka mimi? Unaongea kitu gani wewe? Wewe si ndio unanibia mimi ndoa yangu? Wewe ndio ulioingia kwenye ndoa yangu mimi na kuvuruga. Kwani wewe si ndio wa kwanza kunihitaji mimi? Kwa nini ulikubali? Kwa nini ukubali? Kwa nini ulikuja kwa kuninyenga na vichenji vyako? Ulikuja kwa kuninyenga na vichenji vyako, kisa sina pesa, ukaja kunijenga na pesa nyingi. Na ndio maana nikakubali. Hena, hakika nimeamini kwamba wewe huna huruma. Yaani kitendo cha mumeo kuondoka kwako, unahisi kama maumivu yako makubwa kuliko mimi ambaye mumeo amempa mimba mke wangu. Jamii yote hii inajua. Hata wewe unaona kama unaniigizia tu. Ikiwa mimi ni mwanaume, nimeumbwa na moyo wa subira. Nilipaswa kunisubiri, nifiche aibu zangu. Hafu leo unashangaa unakuja kunilopokea ujinga. Tena haya yameshatokea. Kila mmoja hana amani kwenye ndoa yake. Kwa hiyo tunafanyaje? Bwana, wale watu walikuja. Ndiyo. Walikuja kunipima wakajua labda ni mtu sijui wa masiala kunichukulia mchezo sana. Lakini sasa walichokutana nacho, pigwa na kitu kizito sana, hawezi kunisahau. Na wakakimbizana. Hiyo mzuri. Ndiyo. Hiyo ni mzuri.
Kwani watu wenyewe akina nani? Bwana, ni wa kike tu. Wote wawili ni wa kike. Lakini sasa walichokutana nacho, hawezi kunisahau. Alafu kingine sasa, usione hii hali ya sasa hivi mtu wako, kwa sababu nimempa tu huduma ya kwanza, ndio maana namuona kidogo ni mkakamavu, lakini bado hajapona kabisa. Na subiri kwanza, una sehemu sijaelewa. Ndio. Unaniambia nisione hii hali. Yuko wapi kwanza mke wangu, sijamuona? Ni kweli hujamkuta kwa sababu amesindikizwa hapo nje kwenda kujisaidia. Sawa. Ila akirudi utamuona. Ila unachotakiwa ukifanya wewe, kuna vitu fulani natakiwa vilete. Hivyo vitu ndio ambavyo vitakavyosababisha kumtibia mkeo akakaa sawa kabisa. Kwa nini sasa unafanya hayo yote? Unajua bwana, mambo ya wanawake tu, kwa sababu yani hapo kikubwa zaidi ni michezo yao wanayocheza. Unaweza kukuta yeye akifika kule anatoa labda laki. Wenzio anatoa 20,000, 10,000, 5,000. Kwa hiyo anaona ni mtu ambaye yupo juu kiuchumi. Unanielewa? Kwa sasa lengo ni kufanya hayo yote ili wewe utumie gharama kubwa umshuke kinini kiuchumi. Nashukuru sana mganga. Kwani ndio mwache mke wangu. Ndio. Na hivi ninavyomuona hiyo. Kiukweli nashukuru sana. Ni kweli, lakini usijizuke sana kama nilivyokuambia tu. Ndio. Hiyo ni tiba ya mwanzo tu ambayo kama huduma ya kwanza. Unaendeleaje mama? Nashukuru Mungu. Kwa kweli mganga. Anaweza mpaka hivi najua naongea, niambia kama polisi. Nakuona. Kabisa hivi. Cha muhimu zingatia anachokueleza mganga kwa dawa. Ni wewe kujua mvivu wa dawa. Huyo ametoka hayupo. Lakini mbona mlango uko wazi? Sijajua kwa nini lakini sijamuona huyo. Mimi hapa. Salama mambo. Daza mzana Zalula amesafiri. Umeme umeisha, afu ndo zamu yake. Shingapi? 4,000. Wewe bwana, nimepata taarifa ya Zalula hapa kufika kwa hiyo. Alikuwa kinisa, hamna shida. Hamna shida. Basi Hapo asante. haya. Shana. Hivi niongee nini? Chakua tumeongea, tumeelewana na ukaniahidi kabisa kwamba utanijibu asubuhi. Cha ajabu naamuka sikukuti. Yaani sikuoni kitandani, sikuoni nje. Hivi unataka tuongee nini? Afu sisi ni watu wazima. Kwa nini tusimalize hili jambo? Afu unakuja kunitumia message. Message kali kama hii. Tena. Unajua kuna wakati sio lazima utakachojibiwa wewe kufurahisha. Haipo hivyo. Nilikwambia nipe muda nitafakari. Lakini hicho tafakari ndio hicho nilichokujibu. Wewe unataka ningekujibu nini tena kingine? Nikujibu ili ufurahie wakati mimi naendelea kuumia. Sasa kwa nini nijiumize mimi wakati wewe? Siwezi. Sasa yale majibu ulionijibu, majibu ya kuniumiza. Lakini sawa. Mimi najua kinachokupa kiburi. Kwa sababu kwanza umemtia mimba mtoto wa watu. Na una mpango wa kuhama ukakae na mke wa mtu. Hivi kweli wewe mwanaume una hata chembe chembe ya huruma? Kuacha ndoa yako kwenda kwa mke wa mtu kumchukua, umemshibisha mimba na unaenda kuishi naye huko, unampa tabu. Hata kaka wa watu anataka kuangaika kumtafuta mke wake. Sasa hilo lisilipe shida.
Wewe umeamua kuondoka na huyo mwanamke wa mtu kwenda kukaa naye. Mimi hapa namhitaji mwanangu. Yaani ukimleta mwanangu ukaniletea huyu ndio mwanao amerudi. Fanya maamuzi uliyotaka wewe. Twende. Bwana sikiliza bwana. Twende. Ni mambo kelele mbele za watu mimi sipendi. Tuondoke twende wapi? Tunaenda aliko mwanangu, nikamchukua mwanangu nikaishi naye mwenyewe. Wewe nenda na huyo mara yako nenda mkaishi huko enda kuishi. Si ndio ulichokiamua? Si ndio ulivyotaka? Na wewe ndio umeamua kutaka kunikomoa, si ndio? Sio kama nakukomoa. Wewe hujanikomoa mimi. Sasa kwa nini nilazimishwa kufanya kitu ambacho kipo nje ya uwezo wangu? Unalazimishwa kitu gani ambacho kina sio kama unalazimishwa. Kishada wewe Kishada ni muuni. Kishada ni malaya. Na ndio maana umeenda kumpa mimba mke wa mtu. Kwa hiyo unaamua kuondoka naye ili uniache mimi. Mimi nimekwambiaje na nataka mwanangu tu niondoke. Nikaishi kokote kule ndoko nitakwenda kuishi na mwanangu. Naomba funguo. Tunaondoka tuondoke. Naomba funguo. Nakupa funguo lakini tunaondoka. Yaani leo hapa ama zako ama zangu. Kwa hiyo itakuwaje shoga yangu? Na mume wako ndio umesema hayupo. Mimi hapa sielewi. Sisi tunafanya tushauriane. Kwani wewe hauna hata danga la pembeni? Mapya. Asa unakosaje danga kweli jamani? Sina na mume wangu. Kweli mbinguni unafika ujua. Hivi wewe ndio maana unakondeana, ndio maana unaisha kila siku sababu una bwana mmoja. Siku hizo watu haishi hivyo shoga yangu. Siku hizi inabidi uwe na mafiga, kidumu. Yaani sasa hivi watu hawaishi hivyo. Lakini si yule amekwambia kwamba mganga yule. We, nani alena mganga? Siwezi. Hapo hapana. Hilo sharti shoga yangu siliwezi. Msiwezi mkalala na yule mtu bwana we. Wewe si unataka lako liende wewe. Hata kama sio kulala na mganga. Tena yule. Haya shoga yangu. Umedoda sana. Yaani umedoda yani mpaka umedoda tena. Ila udugu wangu mimi nakukubali. Tufanye kitu lakini sio kulala na yule jamani. Sawa. Wewe si unasema kuna mwanaume anakusumbua kwenye simu? Ndio yupo. Unaonaje tukimpanga huyo? Maana mara mwisho alisema sijui tubaki tuwe marafiki sijui na nini ikaishia hivyo. Na hata hivyo mimi simpati kwenye simu. Yaani mpaka nitafute, nikimtafuta mimi simpati. Iwe message iwe kupiga. Kwa hiyo sasa huyo mpati kwenye simu. Mume wako ndo hayupo. Yule mganga tena humtaki. Hata sikia ngwambie, hilo swala dogo sana kwangu. Niachie mimi hapa. Mtaalamu haya mama. Sawa lakini sio mganga. Usijali. Ila usiniangushe. Na nitakachokifanya hakikisha unaridhia. Sawa mimi nimekuelewa ina shida. Au sio? Twende mimi na njaa bwana tukapike tu sasa hivi. Najua anayofanya yampendezi Mungu ila mimi nafanya liladi moyo utulie. Nashindwa zuia tamaa. Najua riziki mafungu langu nilipata nikalitupa mbali. Ndo linafanya nilie. Tik-taka. Mungu amebadilisha mambo. Tik-taka. Amebadilika mambo. Tik-taka. Imebuma mipango. Tik-taka. Mungu amebadilisha mambo. Pole sana rafiki yangu.
Pole sana. Kumbe watu mna matatizo namna hii. Bwana asante. Ila hali halisi ndio hiyo. Sasa nimeshaanza kupata picha. Kwa nini mkeo jambo hili alikuwa anakuficha? Nimeshaanza kuelewa. Ila mimi pia naamini wewe bado ndoa yako unahitaji. Ni kweli hata mimi mwenyewe nimeshapata picha kwa nini alikuwa ananificha siku zote mpaka mimi nahangaika huko na huenda hata kicho mtosha nyumbani huenda kilikuwa ni hicho. Lakini kiuhalisia mimi ndoa yangu bado nahitaji sana. Ndio maana napambana kuhakikisha ndoa yangu inatulia. Basi kama ni hivyo, haina namna. Inatakiwa tu uvumilie na uangalie namna ya kukabiliana na hivi vyote vinavyojitokeza. Kwa maana hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Ndugu yangu, ushauri wako ni mzuri. Lakini kwenye swala la uvumilivu hapo ndo magumu kwa sababu mpaka mimi nafikia hatua mimi nakufuata na kuja kuzungumza naye mara kadhaa na wewe. Ni kwa sababu ule uvumilivu mfai umenishinda. Na mimi nafikiri kwa namna mimi ninavyofikiria kichwani mwangu kutokana na taaluma yako ulionayo, mimi naamini leo unaweza kunisaidia na mimi nikakaa sawa kabisa. Basi sawa. Mimi nimekusikiliza lakini pia nimekuelewa. Ila hili jambo haitakiwi tulifanyie hapa. Inatakiwa wewe ukamfanyie cancellation mkeo. Ili siku moja nitawaalika mtakuja na utakapoongea naye inatakiwa yeye asiwe na hofu wala na wasiwasi juu ya hili tutakalo kwenda kulifanya. Kwa hiyo ongea nao, lakini pia kitu kingine ni kusisitiza. Unapotoka hapa msiingie tena katika hali ya migogoro, katika hali ya magomvi, katika hali yoyote ambayo yeye itamfanya awe na hofu. Inatakiwa awe sawa muda wote. Hilo jambo lako ili liende sawa. Lakini nami pia nitakusaidia. Asante yangu, mimi nashukuru sana. Nashukuru na kuahidi kwamba ulichoniambia nitakwenda kukifanyia kazi. Ili kila kitu kiende kama ulivyoniambia. Kama wewe mbili sana naomba niende nikuache na utumu kwa sababu unakwenda nje bado nahitaji kuingia. Ni kweli, lakini pia mimi mwenyewe nataka nikapate chai. Si unajua muda wa chai hiyo sasa hivi. Sawa. Basi sawa, wewe safari njema rafiki yangu. Shukuru. Fanya kama nilivyokuambia. Sawa rafiki yangu? Haina shida. Vipi unaendeleaje huko nyumbani? Si baba, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Sijui wewe uko kutoka wapi? Asia tu jambo. Hii tukijaliwa wa? Ilikuwa nakuja kwenu. Nyumbani? Nyumbani. Vipi tena? Nilikuwa nakusudia nijue mazungumzo ya jana yalishaje. Baba, sisi tunashukuru. Tumeongea na mume wangu, tumeyamaliza, tumeweka mambo sawa. Kwa kila kitu kipo sawa. Mimi nashukuru sana kama mtumia maamuzi hayo. Hivyo ndio ninavyotakiwa katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo kama mshafikia hivyo, mimi moyo wangu umefurahi, nashukuru sana na mzidi kuendelea katika maisha mazuri ya kuelewana. Kwa hiyo sitaki kusikia tena tatizo lolote. Sawa? Mimi nimekuelewa baba na kuahidi na haitojirudia tena. Basi kama ni hivyo mimi nashukuru sana. Kama ni hivyo basi haya, asante. Sasa uko unakuja nyumbani. Sawa, sasa tumeshakutana hapa. Kwa hiyo sawa. Ndio nitakuongea, tumeshaongea hapa, kwa nashukuru sana. Haya basi, sasa jana mimi nafika kwa mama. Basi asante sana. Haya, jioni njema. Haya. Endelea kukusisitiza. Hivyo vitu alivyokuandikia fanya juu chini ukavinunue, uvilete hapa mke wako atibie muondoke. Unakumbuka ile siku nimekuambia?
Nakupa ndio niambie. Lakini sasa mimi sijaelewa unamaanisha nini. Maana ulinifumba fumba tu. Hebu nifungulie kwanza nielewe. Usitaki kujua mengi. Fanya nilichokuambia. Tafuta hivyo vitu vilete hapa, aje kutibua mkeo muondoke. Sasa sikiliza kwanza. Hebu sikiliza kwanza. Kuwa mnyonge, heshima iko wapi? Imeshapotea. Nimenyang'anywa tonge, dunia iko kichwani inanielemea. Kusema malipo duniani, leo najionea kwa macho. Kwa uzembe niliofanya, nimepoteza mtu nayempenda. Tena nilimpa thamani, tukala mpaka na kiapo. Leo siamini macho yangu, ameniacha ameenda. Hase najibebe